Karibu kwenye Estquark. Kwa video hii nimekuandalia mada ya kusisimua. Inahusu kitu ambacho kipo kila mahali, lakini watu wachache sana wanajua kwa nini kipo. Ni kuhusu miaka yetu ya kalenda. Hotuba hii ni kazi yangu binafsi na imeboreshwa kwa msaada wa ChatGPT. Kwa kuwa ninatengeneza video hizi kwa Kijerumani, Kiingereza na Kiswahili, basi leo utasikia sauti ya kompyuta. Picha zote zimetengenezwa na ChatGPT pamoja na Grok. Na kutakia muda wenye mwangaza na ufahamu katika hotuba hii. Sehemu ya 1: historia ya kushangaza ya mwaka 525 au jinsi Wakristo walivyogundua njia mpya ya kuhesabu. Wachache sana wanajua kwamba mwaka huu, mwaka 2025, kalenda ya Kikristo imetimiza miaka 1500. Subiri, miaka 1500. Je, kalenda ya Kikristo haikuanza na kuzaliwa kwa Yesu mwaka 0? Hapo ndipo mambo yanapovutia, kwa sababu mwaka wa 0 haukuwahi kuwepo. Kuandaa kalenda ilikuwa kazi nyeti tangu zamani. Ilihifadhiwa kwa wanazuoni, tabaka la wasomi wa nyakati zao. Watu walioweza kuhesabu bila kalkuleta, bila Google, bila AI. Wengine hata waliweza kufanya hesabu kichwani. Ajabu, sivyo? Sehemu ya 2: wanaastrolojia, wanaastronomia na kisa cha majira ya kuchipua. Wanazuoni wa zamani walikuwa wanaastronomia na wanaastrolojia kwa wakati mmoja. Walichunguza ukanda wa zodiaki, mzunguko wa mwezi, na waliamua lini majira ya kuchipua, spring, huanza. Katika Mediterania na Ulaya ya Kaskazini, tarehe 21 Machi ilikubaliwa kama mwanzo wa kuchipua. Baada ya tarehe hii, mchana huwa mrefu kuliko usiku. Kwa kuwa ujuzi kuhusu anga uliendelea kukua, walilazimika kusahihisha kalenda mara kwa mara. Na kila unapobadilisha mfumo wa kuhesabu miaka, unahitaji tukio la kuanzia: kuzaliwa kwa nabii, mwanzo wa utawala wa mfalme, kuanzishwa kwa taifa, au tukio muhimu la kidini. Kwa Wakristo, tukio hilo ni kuzaliwa kwa Yesu. Sehemu ya 3: Warumi na hesabu zao za kale. Warumi walihesabu miaka kuanzia kuanzishwa kwa mji wa Roma mwaka 753 kabla ya Kristo. Baadaye Julius Caesar alifanya mageuzi na kutengeneza kalenda ya Julian, ikijumuisha kanuni rahisi ya mwaka wa nyongeza, kila baada ya miaka 4, mwaka wa nyongeza. Lakini kalenda hii ilizidisha muda, ilikadiria mwaka kuwa na siku 365.25, wakati mwaka wa jua una siku 365.2425. Tofauti ndogo, lakini kila baada ya miaka 128, kalenda ilikosea kwa siku moja. Hatimaye, mwanzo wa kuchipua ulionekana mahali pasipofaa, na hii iliharibu kabisa upangaji wa tarehe ya Pasaka. Sehemu ya 4: kalenda ambayo hakuna aliyeipenda. Wakati huo huo, kulikuwa na mfumo wa Kikristo uliokuwa unanaza miaka kuanzia mwanzo wa utawala wa Kaisari Diocletian mwaka 284 BK. Kwa kuwa Diocletian aliwatesa Wakristo kwa ukatili, kalenda hii ikaitwa enzi ya mashahidi. Hakuna aliyependa kuhesabu miaka kulingana na mtu mbaya aliyewatesa. Lakini kanisa la Koptiki na kanisa la Kiethiopia walilipenda wazo hilo na wanaitumia hadi leo. Sehemu ya 5: jukumu kwa Dionysius Etygus na kuzaliwa kwa mwaka 525. Mwaka 1078 wa Kirumi, Papa Yohane wa kwanza alichoshwa, alitaka kalenda inayofuata kuzaliwa kwa Yesu. Akamwita mtawa Dionysius Etygus, mtaalamu wa kale wa wakati wake. Maktaba yake ilikuwa kama hard drive, ubongo wake kama processor, na alipenda maandishi ya zamani yaliyokauka. Kwa kutumia vyanzo kama Maamuzi ya Mtaguso wa Nikaya 325, mahesabu ya anga, vidokezo vya Biblia na ishara za nyota, alijaribu kujua Yesu alizaliwa lini. Akaamua kuwa dunia ya Kikristo ingekuwa katika mwaka 525.
Hivyo, kutoka mwaka wa Kirumi 1078, ghafla ukawa mwaka 525 baada ya Kristo. Suluhisho lililoonekana kamili angalau kwa nadharia. Sehemu ya 6. Tatizo: Herode alikuwa amefariki mapema na hakukuwa naye sifuri. Leo wanahistoria wanajua kuwa Mfalme Herode alikufa kati ya mwaka 7 na 4. Hivyo Yesu angekuwa alizaliwa kabla ya Kristo, jambo lisiloendana na mfumo wa kuhesabu miaka. Lakini wakati huo hawakulijua hilo. Halafu kulikuwa na tatizo kubwa: hakukuwa na namba ya sifuri. Iligunduliwa na Mhindi Brahmagupta mwaka 628 BK. Kwa sababu hiyo, kalenda mpya iliruka moja kwa moja kutoka 1 hadi 1 BK bila mwaka wa sifuri. Sehemu ya 7. Upasuaji mkubwa: mageuzi ya kalenda ya Gregorian. Ifikapo karne ya 16, makosa ya kalenda ya Julian yalikuwa yamekusanya siku 10. Papa Gregory C mwaka 1582 akaleta utaratibu mpya: inapogawanyika kwa 4 mwaka wa nyongeza, inapogawanyika kwa 100 si mwaka wa nyongeza, lakini inapogawanyika kwa 400 mwaka wa nyongeza. Hivyo makosa ya mwaka yanabaki sekunde 26 tu. Kalenda ingekosea siku moja tu ifikapo mwaka 4909. Ili kurekebisha mwanzo wa kuchipua, waliruka siku 10 baada ya tarehe 4 Oktoba 1582, ikafuata moja kwa moja 15 Oktoba. Na sasa sehemu ya kuchekesha: Wakristo hawakukubaliana kama kawaida. Mataifa Katoliki mara moja wakakubali, mataifa ya Orthodox hapana, Waprotestanti Ujerumani hatuchukui kalenda ya Papa. Ilichukua hadi 1700 kwa maeneo mengi ya Kiprotestanti kukubali. Baadhi yao walikataa hata zaidi. Na kanisa la Koptiki na lile la Kiethiopia walisema kitu kama, tuna kalenda yetu, ni bora zaidi. Na hadi leo wanaishi takribani miaka 7 nyuma ya kalenda yetu. Kiambatisho: kwa nini ni miaka 7 tu? Kalenda ya Koptiki inaanza mwaka 284 BK. Kihesabu, tofauti ingekuwa kubwa zaidi. Lakini Dionysius Exiguus hakutumia Emretirera alipobaini mwaka 525. Alifanya hesabu yake bila kulinganisha na mfumo wa Koptiki. Kisha, kanisa la Koptiki halikuwahi kukubali mageuzi ya Gregorian. Hivyo, tofauti ikabaki thabiti karibu miaka 7. Asante sana kwa kutazama video hii.